Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imekanusha kuwa taifa hilo lina mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa nia ya kuvuruga mazungumzo ya nyuklia ya Marekani. Hata hivyo, ofisi hiyo imekanusha juu ya ripoti iliyotolewa na gazeti la New York Times la nchini Marekani kuwa moja kati ya azma za Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ni kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini pia mashambulizi mengine lengo lake ni kuharibu mpango wa mazungumzo yanayoendelea baina ya Marekani pamoja na Iran. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu walifanya mazungumzo siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita kuzungumzia juu ya masuala ya mazungumzo yanayoendelea, huku Rais Donald Trump wa Marekani kupitia gazeti la New York Times likiandika kwamba amemtaka Netanyahu asithubutu kufanya shambulizi la aina yoyote katika taifa la Iran kwa sababu kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, huku ikidaiwa kwamba Bwana Trump amemsihi Netanyahu kwamba moja kati ya kosa kubwa atakalolifanya wakati huu ni kufanya shambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, hali ya kuwa kuna mazungumzo yanayoendelea. Ofisi hiyo ya Waziri Mkuu Netanyahu siku ya leo Jumatano imekanusha ripoti ya gazeti hilo la New York Times kwamba katika mazungumzo kati ya Donald Trump wa Marekani na Waziri Mkuu Netanyahu walitishia kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, huku Marekani ikielezea wasiwasi wake kwamba huenda mashambulizi hayo yakavuruga mazungumzo ya nyuklia. Ofisi ya Waziri Mkuu iliita ripoti hiyo kwamba ni habari feki, kwa maana ni habari isiyokuwa ya kweli. Wito huo kati ya Trump na Netanyahu ulifanyika Alhamisi kufuatia shambulio la risasi mjini Washington ambapo wafanyakazi wawili wa balozi wa Israel waliuawa, kulingana na afisi ya mkuu wa ofisi ya White House. Trump alimwambia Netanyahu kwamba anataka kufikia suluhu la kidiplomasia na Iran na hataki chochote kuingilia hilo. Hata hivyo, katika kipindi hiki Trump anamtaka Netanyahu kuendelea kwa tahadhari. Hata hivyo, afisa huyo alisema ujumbe wa Trump kwa Netanyahu ni kwamba huu si wakati wa kuzidisha hali hiyo wakati anajaribu kusuluhisha masuala hayo. Trump amesisitiza kwamba Netanyahu lazima afahamu kuna machaguo mawili. Kwanza ni chaguo la mazungumzo, lakini ni chaguo ambalo yeye Netanyahu analipenda zaidi, la kufanya mashambulizi. Ofisi hiyo ya mkuu wa White House iliongeza kuwa wakati wa wito huo, Rais Trump alimhimiza Netanyahu akimwambia zaidi kwamba si wakati wa mapambano, lakini ni wakati wa mazungumzo. Basi hayo ndio ambayo tunayo kwa wakati huu. Ni ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ikikanusha kwamba ina mpango wa kufanya shambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, huku ikisisitiza zaidi hawana mpango wa kuvishambulia vinu hivyo vya nyuklia vya Iran, licha ya kwamba kulikuwa na taarifa ambazo zilitoka kutoka ofisi hiyo ya Waziri Mkuu, huku Netanyahu mwenyewe akisema kwamba wakati wowote anaweza akafanya mashambulizi katika vinu hivyo vya nyuklia vya Iran, kutokana na kile ambacho anakiona kwamba Iran imekuwa ni tishio kwa miaka mingi kwa taifa hilo la Israel katika eneo zima la Mashariki ya Kati, na ndiyo maana mpango wao ikawa ni kutaka kushambulia vinu hivyo vya nyuklia vya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.